Kikao kimeacha maswali badala ya kujibu maswali. Labda wanafikiria vyema, sisi tuko mwaka wa mbele, ni saa kukubali kutokukubaliana, ila mawazo yaliyo wengi yanaweza kuwa hoja ama imani isiyotaka maelezo. Sote kwa pamoja bila kupepesa macho tumekubaliana kiwango chenu si kizuri. Kulingana na andiko lenu aya ya 8 neno la 6 hadi la 26 linathibitisha maneno yangu. Naomba kunukuu. Uongozi umegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi inayofanya timu icheze ina tofauti ya uchezaji, style of play, na ile ambayo imezoeleka na kuendana na wachezaji waliopo ndani ya kikosi. Kwa mujibu wa Taurati, kocha mkuu ndiye mwenye mpango kazi. Je, suluhisho lilikuwa ni kuongeza mtu juu ya mtu mwenye maamuzi ya mwisho au kukata mti kupanda wenye matunda pendwa? Jibu tegemewa alipo kwenye taarifa yenu, bali ameletwa mtu nyuma ya kifuli cha mtu. Nani atakuwa na maamuzi ya mwisho? Au umekamilisha maneno yasemayo hakufukuzaye? Ukileta kocha mkuu jana wasaidizi wake, ila sasa kituko kipo kwenu. Mreno kaja na watu kakutana Patrick mliyemuacha bosi wake, kisha analetwa Mwalin aliyekuepo kisha akaondoka bila kutoa taarifa ya ondoka yake. Unaona jinsi inavyochanganya mgongano wa kimaslahi. Ukikutana ubishi wa ubosi, ndio mwanzo wa kupigana shoti. Siko chini yako bali chini aliyetuajili. Bosi wako ndiye bosi wangu, utaniambia nini? Uchovu upo, hatukatai, ila fungu la mwisho la maneno yenu ni ahadi. Uchaguzi uko mbali. Je, ukamilisho ukiwa mbali na mafikirio yenu, mtakuwa na hoja kujitetea? Mimi sio mgomvi, ila maelezo yenu sio suluhishi, bali ni kunywa panado kwenye ugonjwa wa kufanyia operation. Mtanisamehe, sina uwezo wa kuoji uwezo wenu, lakini mngekiri swala la kufeli kwa sajili zenu, pengine mngekuwa huru zaidi. Lakini msinisikilize sana, maana mimi na Lissu letu moja.